sababu ndio wajibu wetu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu muswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, lengo la kufutwa kwa sheria hii ni kuendeleza juhudi za serikali za kupunguza gharama za uendeshaji kwa kuunganisha taasisi mbalimbali zinazotekeleza majukumu yanayofanana kwa lengo la kupunguza wingi wa taasisi za udhibiti kwa shughuli zinazofanana, kuimarisha uratibu, kuongeza ufanisi na kuhakikisha matumizi yenye tija ya rasilimali za umma katika sekta ya kilimo. Mheshimiwa Spika, mswada huu umegawanyika katika sehemu mbili, ambapo sehemu ya kwanza inahusu masharti ya utangulizi ikijumuisha jina la mswada na fasiri ya misamiati mbalimbali inayotumika katika mswada. Mheshimiwa Spika, sehemu ya pili ya mswada inaweka masharti kuhusu kufutwa kwa sheria ya tasnia ya Pareto pamoja na masuala ya mpito, ambapo majukumu, mali, madeni pamoja na watumishi wa bodi ya Pareto wanahamishiwa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko. Lengo la kufuta bodi ya Pareto ni kupunguza wingi wa taasisi za udhibiti kwa shughuli zinazofanana, kuimarisha uratibu, kuboresha usimamizi na udhibiti, kuhakikisha matumizi yenye tija ya rasilimali za umma katika sekta ya kilimo yanakuwepo. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya, kwa mujibu wa kanuni ya 102 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la mwaka 2025, ninaomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026 ujadiliwe na kupitishwa katika hatua za kusomwa kwa mara ya pili na hatimaye kuwa sehemu ya sheria za nchi. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya naomba kutoa hoja. Asante mwenyekiti. Hoja munga mkono. Mheshimiwa Spika, naomba nitoe maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge, viwanda, biashara, kilimo na mifugo kuhusu mswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na mimi nichukue nafasi hii kusema yafuatayo. Mheshimiwa Spika, nimekuwa na tukio kubwa muda mfupi uliopita la kupiga kura za kumuidhinisha makamu wa rais mteule, na mimi nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumpongeza kwa kuteuliwa, kwa kushika nafasi hiyo, na ni matumaini yangu wabunge wote tutapiga kura za nyingi zote za kumthibitisha kwenye nafasi hiyo. Ni kijana ambaye anastahili na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uteuzi huo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge, viwanda, biashara, kilimo na mifugo kuhusu mswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026 kwa mujibu wa kanuni ya 102 fasili ya 5 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la 2025. Mheshimiwa Spika, mswada wa sheria ya kufuta tasnia ya Pareto wa mwaka 2026 uliosomwa bungeni kwa mara ya kwanza katika mkutano wa 3 kikao cha 58 kwenye bunge la 13 tarehe 26 Juni 2026 kwa mujibu wa kanuni ya 99 fasili ya kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 100 fasili ya kwanza ikisoma pamoja na kanuni ya 139 fasili ya 14 na kifungu cha 7(1)(b) cha nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge, ulioelekeza mswada huu kwenye kamati ya kudumu ya Bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo ili ufanyiwe uchambuzi na kujadiliwa kwa kina. Naomba kulijulisha bunge lako tukufu kwamba kamati imeuchambua na kujadili mswada huu kwa kuzingatia katiba, sheria mbalimbali pamoja na kanuni za kudumu za Bunge. Namna uchambuzi na mswada ulivyofanyika. Mheshimiwa Spika, hatua za kufanya mswada huu zilianza kwa maandalizi mbalimbali ya kiutendaji yaliyofanywa na Secretariat kwa ajili ya kuwezesha utekelezaji bora wa shughuli za kamati. Maelezo ya uchambuzi wa mswada uliofanywa na kuwasilishwa kwenye kamati na Secretariat ya Bunge kwa mujibu wa kanuni ya 25 kanuni fasili ya 2(b) ya kanuni za kudumu za Bunge. Hatua hii ilijenga msingi wa utekelezaji wa kazi za kamati kuhusiana na mswada huu. Mheshimiwa Spika, kamati ilikutana na serikali tarehe 11 Agosti 2026 ili kupokea maelezo ya Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, mbunge, waziri wa kilimo, kuhusu madhumuni
na sababu za mswada huu. Baada ya kamati kupatiwa maelezo na serikali, wajumbe walipata fursa ya kuuliza maswali na kupata maelezo ya ufafanuzi katika ibara mbalimbali za mswada. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia kanuni ya 100 fasili ya pili ya kanuni za kudumu za Bunge, kamati ilifanya mkutano na kusikiliza maoni ya wadau, public hearing, tarehe 12 na 13 Agosti 2026 ili kupokea maoni yao kuhusu mswada huu. Mheshimiwa Spika, napenda kuwashukuru sana wadau wote waliotoa maoni yao kuboresha mswada huu, akiwemo ndugu Daniel Kapusi, mkulima wa Pareto. Mheshimiwa Spika, baada ya hatua hiyo, wajumbe wa kamati walipata fursa tena ya kujadili maudhui ya mswada kwa kuzingatia hoja zilizotokana na maelezo ya uchambuzi, maoni pamoja na nyaraka mbalimbali kuhusiana na mswada huu. Mnamo tarehe 18 Agosti 2026, kamati ilikutana tena na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ili kujadili kuhusu hoja zilizobainika na kwa kila ibara ya mswada. Mheshimiwa Spika, baada ya hatua hiyo, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 100 fasili ya kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge, na kamati iliitaarifu ofisi ya Spika kwamba imekamilisha uchambuzi wa mswada ili ujadiliwe bungeni. Uchambuzi wa mswada. Mheshimiwa Spika, kamati ilichambua mswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026. Mswada huu umegawanyika katika sehemu mbili na unapendekeza kufuta sheria hii kwa madhumuni ya kuondoa mapungufu au dosari au kutatua changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa sheria hii kama zilivyoelezwa na mtoa hoja mbele ya kamati. Mheshimiwa Spika, sehemu ya kwanza ya mswada inayohusu masharti ya utangulizi inajumuisha ibara ya kwanza na inataja jina la sheria iliyokusudiwa kutungwa na ibara ya pili inayoeleza fasili ya maneno yaliyotumika katika sheria hii. Sehemu ya pili ya mswada inafuta sheria ya tasnia ya Pareto na masharti ya mpito. Mheshimiwa Spika, sehemu hii inahusu ibara ya 3 mpaka ya 8. Ibara ya 3 ya mswada inafuta sheria namba 1 ya tasnia ya Pareto ya mwaka 1997. Mheshimiwa Spika, sheria ya tasnia ya Pareto iliyofutwa ilitungwa mwaka 1997. Msingi wa kutungwa kwa sheria hii zilielezwa na Waziri wa Kilimo na Ushirika wa wakati huo, Mheshimiwa Daktari Aaron B. Chiduo, tarehe 28 Januari 1997. Naomba kunukuu. Mheshimiwa Spika, sababu kubwa ya mabadiliko haya yanatokana na maamuzi yetu huko nyuma ambayo yanazingatia kutekeleza sera ya serikali ya kujiondoa kabisa katika shughuli zote za biashara ili kutoa nafasi nzuri kwa taasisi za watu binafsi kuendesha biashara hizi. Lakini pamoja na hilo, mswada unakusudia kuweka mazingira mazuri ya wakulima, wasindikaji, wenye viwanda, wauzaji na wanunuzi wa Pareto kwa bidhaa zake na kuweza kuzifanya shughuli hizi zao bila kuingiliwa sana na serikali kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, na hivyo kuunda bodi ambayo itahusika zaidi na utoaji wa huduma muhimu kwa kuendeleza zao hili. Na naishia nukuu yangu hapo. Taarifa inatokana na taarifa za rasmi za Bunge ya tarehe 28 Januari 1977. Mheshimiwa Spika, pamoja na sababu zilizoelezwa hapo juu za upungwaji wa sheria, lakini bado inaonekana zao hili halikulimwa kwa wingi kama ilivyotarajiwa, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa wakulima wa Pareto nchi nzima wapo takriban 12,500 na jumla ya ekari zinazolimwa ni 13,000 tu. Hivyo tathmini inaonyesha kuwa bodi ilikuwa na wigo mdogo wa usimamizi, kwa sababu takwimu zinaonyesha kuwa wakulima wa zao hili ni wachache ukilinganishwa na mazao mengine yanayosimamiwa na bodi mbalimbali nchini. Mathalan, zao la korosho lina takribani wakulima 500,000 na ekari zinazolimwa ni takribani 2,000,000. Zao la kahawa wakulima takribani 400,000 na ekari zinazolimwa ni 777,000. Tumbaku wakulima takribani 150,000 na ekari zinazolimwa ni ekari 297,000. Kahawa wakulima ni 450,000 na ekari zinazolimwa ni ekari 741,000. Na mkonge wakulima ni 50,000, ekari zinazolimwa ni 124,000. Mheshimiwa Spika, kwa madhumuni ya kuongeza tija, kuboresha usimamizi wa udhibiti na kuhakikisha matumizi yenye tija ya rasilimali za umma, serikali inaona ifute bodi ya